Niwashukuru, tumewaita leo hapa kwa taarifa kubwa moja. Ni kwamba Chama cha Mapinduzi kitakuwa na mkutano mkuu maalum wa taifa. Ni mkutano mkuu maalum wa Chama cha Mapinduzi taifa utakaofanyika tarehe 29 na tarehe 30 ya mwezi huu. Kwa hiyo mkutano mkuu utatanguliwa na halmashauri kuu ya taifa itakaoketi Dodoma tarehe 28, na halmashauri kuu ya taifa itatanguliwa na kamati kuu itakaoketi tarehe 26 Dodoma. Kwa hiyo vikao vyetu vyote kuanzia cha kamati kuu, halmashauri kuu na mkutano mkuu maalum wa CCM taifa vitafanyika Dodoma. Ajenda ya mkutano mkuu maalum, kama mnavyojua, mkutano mkuu maalum huu ni mwendelezo wa mkutano. Tulikuwa na mkutano mkuu mwingine uliopita, na sasa tuna mkutano mkuu maalum mwingine. Ajenda kubwa ni 3. Itakuwa ni kupokea taarifa ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa kipindi cha miaka 5 kuanzia 2020 mpaka 2025, na taarifa ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi itakaowasilishwa ni ya serikali mbili: Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pokea taarifa ya miaka 5 ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi 2025. Ajenda ya pili itakuwa ni kupokea na kuzindua rasmi ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, ilani ya 25-2030, kwa maana tunakoelekea katika uchaguzi. Hiyo ndo ilani tutakayoitumia. Kwa hiyo mkutano mkuu huu maalum utapokea na kuzindua rasmi ilani ya Chama cha Mapinduzi 2025 kuelekea 2030. Ajenda ya 3 itakuwa mkutano mkuu huu maalum utafanya kazi ya kufanya marekebisho madogo katika katiba ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo marekebisho ya katiba yatafanywa na mkutano mkuu maalum utakaoketi tarehe 29 mpaka tarehe 30, marekebisho madogo ya katiba. Kwa hiyo kubwa sana katika mkutano huu ni hiyo, kupokea na kuzindua ilani ya Chama cha Mapinduzi. Huu ni mwaka wa uchaguzi. Kwa hiyo kama mwaka wa uchaguzi, lazima tupokee taarifa ya utekelezaji wa ilani kwa miaka 5, na baada ya hapo, maana yake sasa tunakuwa kwenye nafasi nzuri kwamba tumeona tumefanya nini katika miaka 5, na sasa tunazindua ilani ambayo tutaitumia kwenye uchaguzi mkuu, ilani ambayo ni ya miaka 5, 2025 kwenda 2030. Na nyie mnajua vyama vya siasa kuelekea katika uchaguzi, nyenzo muhimu sana katika uchaguzi ni ilani ambayo unaenda kuiuza, unaenda kuwaahidi, unaenda kuwashawishi wananchi ili waweze kukuchagua,
ili waweze kukichagua Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo ilani hiyo ni muhimu sana katika uchaguzi. Nyenzo ya pili ni wagombea. Maana yake pia wagombea watakaopatikana lazima nao wawe na hiyo ilani ya Chama cha Mapinduzi, kwa maana madiwani wetu, wagombea wetu wa udiwani, wabunge, wawakilishi na wagombea urais, kwa maana mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na mgombea mwenza Dr. Emmanuel Nchimbi na mgombea urais pande wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi. Kwa hiyo nyenzo zetu hizi muhimu sana ni kuwa na ilani ambayo tunaenda kuinadi kwa wananchi. Kwa hiyo maandalizi ya mkutano mkuu maalum yamekwisha fanyika kwa kiasi kikubwa, tunaendelea kuyakamilisha. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kualika wajumbe wote wa mkutano mkuu CCM Taifa kuhudhuria mkutano huu maalum, lakini lingine kualika wote ambao pia watapata barua za mwaliko. Lakini kwa mapenzi makubwa ya chama chetu, mkutano mkuu maalum unapokaa Dodoma, kila mtu, hata kada mwingine anaweza kuwa anaufuatilia kakaa sehemu anafurahi, lakini huko Dodoma nao niwakaribishe kuja Dodoma. Kwa hiyo tarehe 29 na tarehe 30 Watanzania watege sikio Dodoma kuona ilani ya wananchi, ilani itakaokonga nyoyo za Watanzania. Na Chama cha Mapinduzi mpaka kinaandaa ilani, maana yake tumeshafanya kazi ya kutosha ya kufanya tathmini ya utekelezaji wa ilani 2020-2025. Tumeona ilivyotekelezwa, lakini pia kwa changamoto chache labda zilizobaki nazo tunaziingiza katika ilani itakaofuata ya 2025 kwenda 2030. Kwa hiyo hilo Watanzania tutakapoizindua ilani hiyo, wao wenyewe wataona kwamba CCM inazingatia maoni ya wananchi, kwa sababu katika ilani hiyo tumeshirikisha pia wananchi, tumeshirikisha wadau mbalimbali kuweza kuiandaa ilani hiyo ya Chama cha Mapinduzi.